kufika hapa unafanya mchezo, akampiga busu, akamchukua, akamweka kwenye meza fulani. Si jamaa kaza machuvini cheki kwenye maskati baba. Unasema mchezo, jamaa bana akaipiga bana. Movie inaanza, tunampatia mwanadada akiwa ni hana raha sababu ni siku yake harusi akadi ya mamake. For me, mbona mpaka sasa bado hujajitayarisha? Unajua kukulialia kuna haribu makeup ambayo umepakwa. Fanya haraka watu wanakungoja. Mami, Mr. kuolewa. Nini? Unajua watu wako konje wanakungoja wa familia yetu na ya familia ya mume. Mistaki, mimi nataka kusoma. Usome. Usome ili uweje? Hakuna mambo kusoma. Wewe jitayarishe uende zako huko kaolewe. Mr. kuolewa na mtu ambaye ni mzee kuliko. Hakuna cha mzee hapa. Hapo utaolewa upende usipende. Ikaongoreza, yani mwana dada alikuwa mtafutiwa bwana na wazazi wake ili aolewe. Alikuwa anapinga yeye anataka kusoma lakini ndio amekata kumsikiza hapo. So akawa kwa na jinsi. Ikabidi tu akubaliane na hali. Afungishwe tu harusi. Mamake akachukua kitambara fulani hapa akamfunika sura ili sionelewa tena. Mume anafunika sura ili asionekane bibi harusi za kimila hizo, unaelewa. Haya, after hapo ndo tunapata form akiwa ameenda hapa na mume wake ambaye anaitwa Mr. Odo hapa. Harusi kama imefungwa lakini cheki form hapa alikuwa ni ana eka tabasamu la plastiki hadi apende kinoma hivi vitu. So ilipofika usiku, mzee si yani muone anataka kukinokisha. Yamshika hivi lakini mtoto ndo hataki hata kusikiza habari hizo. Akamvulia nguo, akaingia kitandani, akakaa kama gogo. Mzee akafanya vitu vyake hata shughuliki. Siku iliyofuata hapa tunatupuku kwa mama fulani anaitwa Labake. Akavada bibi harusi huyo. Haya, kuna hiyo dawa ambao wanawake wote wapi ambao watakuwa huwa wamekuja hapa wanapewa hiyo dawa ili kuprotect mtoto ambaye atakuwa ni anakuja, yani kama watakuwa wameshika mimba. Akajaribu kunywa lakini kusikiza habari za mimba tena akayeka. Wewe vipi, mbona unataka kukunywa hiyo? Nini mbaya? Mimi nimeolewa na mtu na simpendi, kwa hiyo siwezi mshikia mimba ama kumzalia. Maana simpendi. Usijali, mambo kupendana yatakuja tu mbeleni. Wewe cha kufanya tunao mjali na mhudumie kwa kila kitu. Lakini jambo moja la muhimu ni umzalie ili aitwe baba, ndo hata kutreat kama queen. Acha Vincent ambaye anakutreat. Mara kwa bado wanapiga soga pale ndo akaingia huyo Mr. Odo. Haya, mbona unamuelezea hapo na senata bado ana kijiji hawajakuja? Sawa, alikuwa anampanga tu lakini hakuna shida. Huyo form akadichenga. Mbona anaonekana kama hana raha? Achana naye tu. Atakupenda tu mwenyewe. Haya, usiku wake Fema kama ameambiwa jitayarishe kutoka hivi, akapata na watu kama wote wankuja sherekea, akawasalimia hapa. Hawa waifu tumekuja kukusalimia mke wetu mpya. Mara Mr. Odo ndo akafika hapa. Wakaona wanasherekea. So elewa tena mambo ya kijijini tena. So pale wale watoto wakamwambia mzee pale, tunataka utuelezee hadithi ya juzi. Zaombe msijali nitaelezea hadithi hapa. Huko wakawa wanaulizia story kuhusu venye Form na Odo walipatana hadi ikafika wakaoana. So Mr. Odo akamwambia mke wake basi awaelezee venye walipatana mpaka sasa kwani wamefika. Lakini sasa wana kijiji hawaelewi kizungu. So Form akachukua advantage akawa anaongea kizungu hapa. Huyu mume wangu tulipatana tukiwa tuko wadogo tukasoma shule. Yani akawa anaongea vitu ambavyo hata havieleweki. Sasa hawa wakawa waelewa, lakini kuna huyu dada fulani ambaye alikuwa hapa karibu akawa anaelewa kila kitu. Sasa wanashangaa wanaongea nini? Mimi sasa hata sielewi. Sasa tuelewi. So akawa ananung'unika tuko. Akaelezea pale stories za uongo kweli ambayo alikuwa anamchomesha huyo mzee. Sasa mzee anaelewa, maswali mzee ni msomi, yeye ndio chief wa kijiji. So akawa haizi mzuia, lakini akajua hawaelewi, so haina shida. So after pale akamwambia mke wangu ameelezea vile tulipatana, sioni kama kuna haja mimi kueleza tena, ndani mmenielewa. Na anajua kabisa wana kijiji hawaelewi hicho kizungu ambacho kimeongewa hapo, maana wanzoea kama tuseme ni kitanga hivyo
tuseme na Tanzania kuna Kiswahili lakini wananielewa watakuwa wanaongea Kitanga, yani hivyo vitu kama hivyo, Kimakonde. So kukaja huyu mdada fulani akamwambia nimeelewa kila kitu, sema wewe ni mrembo na kama umeona mzee utaenjoy, maana ni mtu poa kabisa, yani anapendwa na kila mtu kwenye kijiji. Haya, baadaye jioni tukampatia Mr. Audo akawa amekuja mpata na mke wake hapa. Mke wake akawa anafoka. Sasa akamuuliza, kwani shida gani ambayo inakufanya ni haunipendi na unanichukia? Mimi sikupendi sababu wewe ni mzee, si size yangu. Na ulinioa tu kimabavu na mimi nilikuwa sikupendi. Lakini mzee akamwambia, sikia basi nikwambie, mimi nakupenda na ningeomba unipatie chance tu nikuoneshe kuwa nakupenda, na nitakuonesha kwa kila aina ya upendo ambao naujua mimi. Lakini Fema akakataa kusema mimi siwezi nikawahi kukupenda hata siku moja. Sikupendi na sitaki kupenda. Mzee akamwambia, sasa hiyo ndio sababu kama tunafanya mpenzi unakaa kama gugu hata hudishulishi. Mbona kinu unanifanyia hivi lakini? Mimi sina kupenda. Nisijaribu basi kunipa nafasi ama unisikize. Kwani Femi ndio anafagilia ama? Elewi kabisa, anaongea tu peke yake, amempatia tu mgongo. Haya, siku iliyofuata hapa tunampata huyu banake akawa anampaka huyo mzee dai ili nywele zake ziache kuwa zile za kizee ziwe black ili aonekane handsome. Mzee anasema Femi hampendi sababu yeye ana nywele za kizee, so akipaka vile atarudi kijana ili Femi atampenda. Haya, hapa kwa bado anatarisha mara mlango ukagongwa hapa. Kugongwa akaenda kufungua Femi. Kufungua akashanga kuna kijana. Kijana muangalie vizuri maana ndo atachange life hii familia. Utaona uko mbele vyenye atachange. Maisano wakagiana pale furana nini, lakini before tuendelee na unyama, ningependa uweze kusubscribe kama wewe ni mpya kwenye account ili ujiunge na familia kubwa ya Swahili Beats. Na utakapofanya hivyo utakuwa wa kwanza kupata kila unyama nitakao posti. So tegea for recap inakuja sasa hivi. Haya, after pale amekuja wakakaa hapa, alikuwa anapata chakula cha usiku. Haya, huko bwana hapa wanapata chakula mara ndio akawa anaongea hapa. Huyu Femi akamwambia mamake kuwa mimi sasa sitaki kurudi tena chuo. Utakurudi tena chuo kivipi? Akamwambia sasa mimi nataka kufanya kazi ambayo babangu hapa anafanya. Alimlea sio anamchukulia kama babake ndipo kwa ni uncle yake. So mimi nataka nifanye kazi tu ya ukapenta. Umeruka na akili? Ukapenta. Bado urudi huko ukasome, wewe unataka kufanya kazi ya ukapenta. Ukapenta ndo nini? Lakini akawa anapinga sema kama babangu anafanyia kazi, mimi pia nitafanya tu hivyo hivyo. Walibishana pale, jamaa akawa hata kuelewa kabisa. Mamake anamlazimisha asome, lakini jamaa akasema mimi nimejitahidi kusoma huko na kesha na vitabu lakini hasipandi. So mimi nimeona tu bora tu nibaki huku nifanye kazi ya carpenter. Mamake basi akakataa pale. Wewe utakusage mbao hapa. Mimi nategemea nikiwa napata kama daktari hapa. Uje uchange kijiji chenu. Lakini wewe ndio unaongea ujinga. Basi jamaa kwani ndio alielewa. Jamaa amekataa kabisa. Mimi shule sirudi. Kama mtakuwa mtaka kurudi mtarudi nini? Mbona walishiwa paa hapa? Wote wakawa na jinsi. Ili wanaendelea basi kumbembeleza. Sasa hapa Femi akawa haelewi. Ile wakawa ndo wanambembeleza. Femi akadichenga huyo. Akaenda zake ndani. Haya, akaja huko kwenye workshop. Mara kukaja msana mwingine hapa. Labanake mwenyewe. Yaani tangu uje mimi ndo ni mtu wa mwisho kukuona hapa, kujua umekuja. Mpenzi wako ndo anakuona mwisho. Zawadi zangu ziko wapi mwanzo? Mimi naweza kukosa kukupa zawadi. Akapewa kamera hapa. Wow baby. Akafurahi kino akaambia nimekuletea naye magazine. Wow, yani umeletea vitu mbona napenda. Akafurahi pale, akampiga bonge la busu hapa. Haya. Siku iliyofuata hapa tunampata huyu Femi akawa anatembea mara akaja huko kwenye maji akampata Femi anaoga. Wewe unaenda wapi? Njoo hapa. Unasemaje? Mimi nilikuwa natembea tu ndo nilikuwa nasikia mtu anaongea huku. Ambia basi
tukakaa tukapiga story. Kwa ama kuna shida? Tuongee mambo mawili matatu, tubadilishane mawazo. Hapana, mimi sitaki. Mimi nataka tu kuenda. Sasa cheki akaangalia kifua pale, akaangalia jamaa na six pack. Akaona hapana, hapa ningejaribu kujikaza kisabuni hapa, sabuni yake ya Mungu itaisha, itakuwa ngore hapa. Kutafanyika vitu ambavyo havitafanyika. Kabidi sasa ajichenge, mimi naenda. Hapana, subiri, tutaenda pamoja. Mimi sitaki, mimi naenda nyumbani. Mimi kana shuko kitu hapa, kijana anaweza kapita na bibi ya babake. Haya, acha tusonge huko. Tunatupuku kwa Fome akiwa angoja pata na mama Femi hapa, wakiwa wanajadiliana. Anamwambia, mimi sasa nimekaa hapa kwa muda mrefu, so nataka kujuana na watu. Sasa ndieleze. Mimi wana kujua tayari, nataka kujua kuhusu vitu ambavyo vipatikana huko. Unaona unachupa chupa hapa na kuna vitu vingine vinafanyika kwa nje hata sielewi. So mimi nataka unielezee ili nielewe na nijue kuna vitu hivi vinafanyika vipi na vile vinafanyika. Akamwambia sawa, mimi naenda kuelezea yani kitu ambacho nataka unipatie sana yani, na utumie unipe sikio lako ili unisikize vizuri. Haya, akaanza kuokota hizo chupa hapo ili amuelezee zenye zinatumika na ipi kazi yake. Akamwambia kama hino ni hatari sana, hino drop moja tu, mfano yeye kwa maji ama chakula, huyo mtu ani hata akapelekwa wapi lazima atakufa. Akachukuliwa na nyingine hapa yaka kama jifagio hivi. Akamboe nayo huwa kama tumeenda kwenye mizimu tofana matambiko, hiyo ndio inatumiwa. Akamwona Femi mpira, akamwambia wewe usuli kata kuna shule, kuna kuni zangu ziko hapo nje, nenda kaunichanjie. Huyo akatoka akakasirika kinoma. Haya, akaendelea kumuelezea hapa. Tunatupuku kwa hii familia, soelewa tena jamaa alipata mke mpya, so kila wakati sherehe huku wanapatana Femi na Fome hapa, wanapatana wanaongea hapa. Mbona unaonekana kama una raha? Basi ucheke kidogo. Unajua hivyo unakaa mzee. Unajua kitu ambacho ni muhimu katika maisha ya binadamu ni tabasamu. Tabasamu huwa linafanya mtu anaonekana vizuri. So kama unapenda kununa, unakuwa kama mzee. Akacheka, jamaa akapiga kelele. Wow, so muona vile unatabasamu na kwa very beautiful. Muone, mimi sitaki kuambiwa hivyo vitu. Basi sisi tungetoka kama tukaenda mahali tukarefresh basi. Wakaelewana, wakapatana kwenye workshop ya huyu jamaa. So leo alikata kwenda shule ile ya carpenter, anachunga vile vinyago na vitu fulani hapo. Wakapatana hapa, wakaona badilishana mawazo. Akaambiwa vipi? Unampenda uncle yangu? Mimi simpendi. Unajua mimi nifanye kulazimishwa na wazazi wangu ili tuone, lakini mimi simpendi. So umpende vipi na mbona unaishi naye? Mimi naishi naye sababu sina jinsi. Pia haya sawa, lakini inabidi ujifunze kumpenda. So pale wakawa wanaongea maneno hapa pale na pale. So kaongea paka wakadi sawa, wakakaribiana. Akamvuta, unafanya mchezo akamleta karibu. Wakabadilishana mate bana. Akashtuka. Tunafanya nini huyo? Akadichenga. Haya, after sherehe imeisha, jamaa alikuwa anaenda kwenye room yake, akapatana na huyo mamake mdogo ambaye ni Mama Rika. Akamwambia, sorry, chini kimetokea, naomba kisijirudie tena. Unajua mimi ni mamako. Hata mimi pia sitaki jirudie, kwani mimi nimekwambia nataka. Wakaenda kama walikuwa wanataka kwenda, wakarudi tena, wakaanza kuongea. Please, mimi sitaki kitu kujirudia tena, tafadhali. Mimi ni mamako, ndio kitu kijulikana itakuwa mbaya. Mimi pia sitaki kujulikana, ndio ni kama babangu, so kisijirudie. Haya, wakaongea pale. Ile ya Mungu ni hadi nacheka. Walikuwa wanakanyana, wakaongea, ukiongea. Huyu bado anapinga, unataka hata kitu kijirudie, hata kijirudie. Ikaenda mpaka wakasongeleana tena, wakapigana tena busu bana. Ikaongori sana. So after leo wamepigana busu, akamwambia basi cheki, nataka tupande kwenye workshop yangu please baadaye. Haya, ilipofika hiyo muda, jamaa akaa na mgoja kufika hapa. Unafanya mchezo, akampiga busu, akamchukua, akamweka kwenye meza fulani. Si jamaa kaza machuvini, cheki kwenye maskati baba. Unasema mchezo, jamaa bana akaipiga bana. Haya, usiku wake
wakiwa bado wanapata chakula,